Habari yako mwanafamilia wa Together Online, ni wakati mwingine tena tumekutana tuzungumze kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea huko kwenye mitandao ya kijamii. Moja ya taarifa ambayo kwa sasa inaenea sana kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusiana na jamaa wawili ambao wanatengeneza kitu kinaitwa wachokonozi. Ndo wanajulikana hivyo kwenye mitandao ya kijamii. Hawa wachokonozi bwana ni watu wawili, ambapo mmoja anaitwa Jackson Kabalo na mwingine anaitwa Joseph Mrindoko. Sasa hawa watu bwana wamekuwa wakijihusisha na mambo ya kutoa taarifa mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii, YouTube, Instagram, TikTok na sehemu zingine, wakiibua mada mbalimbali na kuzizungumza. Sasa wamekamatwa na jeshi la polisi, ambako mara ya kwanza ilikuwa inasemekana kwamba hawa watu bwana wametekwa na watu wasiojulikana. Kwa hivyo watu bwana wakapaza sauti kupitia mitandao ya kijamii, kina Mange Kimambi tukaona na watu wengine kadha wa kadha paza sauti zao kuhusiana na hawa watu kwamba wametekwa na watu wasiojulikana. Lakini walikuwa kumbe wamekamatwa na jeshi la polisi, na jeshi la polisi bwana Arusha wameweza kutoa taarifa, ambapo hii ni taarifa kwa umma, ambapo inasomeka hivi: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Jeshi la Polisi Tanzania. Anwani ya simu namba wakaweka pale, hii ni RPC Arusha, Instagram Polisi Tanzania. Hapa ni ofisi ya ofisi ya kamanda wa polisi mkoa wa Arusha, CLP 1311 Arusha. Unaona bwana, hii ni tarehe 21 mwezi wa 6 2025, siku ya jana usiku, ambako waliweza kuachia taarifa, ambapo inasema kwamba taarifa kwa umma: watu wawili wakamatwa kwa tuhuma za matumizi mabaya ya mitandao. Watu wawili wamekamatwa kwa tuhuma za matumizi mabaya ya mtandao. Katika baadhi ya mitandao ya kijamii kumekuwepo na taarifa ikieleza juu ya kukamatwa kwa watu wawili na watu wasiojulikana huko katika maeneo ya Majichai, wilayani Arumeru, mkoa wa Arusha. Ukweli ni kwamba jeshi la polisi mkoa wa Arusha tarehe 20 mwezi wa 6 2025 liliwakamata watu hao ambao ni Jackson Kabalo wa miaka 32 na Joseph Mrindoko wa miaka 37. Wote ni wajasiriamali wakazi wa Majichai, wilaya ya Arumeru na mkoa wa Arusha, kwa tuhuma za matumizi mabaya ya mitandao. Aidha, upelelezi wa tukio hili unaendelea. Pindi utakapokamilika, hatua zaidi ya kisheria hatua zaidi za kisheria zitafuata. Jeshi la polisi mkoa wa Arusha linatoa onyo kwa watumiaji wa mitandao ya kijamii kuacha kusambaza taarifa ambazo hawana uhakika nazo, zinazosababisha kuleta taharuki katika jamii, hususan za kusambaza kuwa watuhumiwa wamekamatwa na watu wasiojulikana, jambo ambalo sio kweli. Hapa imetolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Arusha. So hiyo ni barua ambayo imeweza kutoka, taarifa imeweza kutoka kwa umma, unaona bwana, kuhusiana na hawa watu wawili, Jackson Kabalo pamoja na Joseph Mrindoko. Lakini pia wakamalizia wakaandika hapa na maelezo pia, ambapo wanasema wawili wakamatwa kwa tuhuma za matumizi mabaya ya mitandao. Jeshi la polisi mkoa wa Arusha limetoa ufafanuzi kuhusiana na taarifa inayosambaa kwenye baadhi ya mitandao ya kijamii ikieleza juu ya watu wawili kukamatwa na watu wasiojulikana huko katika maeneo ya Majichai, wilayani Arumeru. Akitoa ufafanuzi kuhusiana na tukio hilo leo, kamanda wa polisi mkoa wa Arusha, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SACD Justin Masejo amesema kuwa watuhumiwa hao walikamatwa na jeshi la polisi Juni tarehe 20 mwaka huu
na kuwataja kuwa ni Jackson Kabalo miaka 32 na Joseph Mrindoko miaka 37, wote wakiwa ni wajasiriamali wakazi wa Maji ya Chai wilayani Arumeru kwa tuhuma za matumizi mabaya ya mitandao. Kamanda Masejo amebahinisha kuwa upelelezi wa tukio hilo unaendelea. Pindi utakapokamilika, hatua zaidi za kisheria zitafuata. Jeshi la polisi mkoani humo limetoa onyo kwa watumiaji wa mitandao ya kijamii kuacha kusambaza taarifa ambazo hawana uhakika nazo zitakazoleta taharuki katika jamii, hasa zile za kuzusha kuwa watuhumiwa wamekamatwa na watu wasiojulikana, jambo ambalo sio la kweli. So hiyo ni taarifa ambayo imeweza kutolewa hapa. Nipo kwenye ukurasa wa Instagram wa Jeshi la Polisi Tanzania. Na hapa huyu akaja akasema hao jamaa wawili nawafuatilia sana. Huyu akaja akasema polisi jitahidini sana kutoa taarifa mapema ili kupunguza hizi taharuki. Huyu akaja akasema nasemaje huyo? Anasema kwamba mwambieni, okay, kuna comment hapa ambazo watu wamevurugwa kweli kweli. Huyu akasema kwamba hapo safi, mara vijana hawa kwamba hapo safi, maana kuna vijana hawa hawaheshimu sheria. Okay, kuna vijana hawaheshimu sheria. Pongezi kwa jeshi letu. Wapuuzi fulani watanyoka tu. Nchi ni amani. Nchi ni amani, alafu kuna vijitu vinaleta ujinga. So hapo huyo ameweza kumshambulia, wengine wanamuunga mkono. Huyu akaja akasema nasemaje, polisi ndio mmeleta taharuki hii, maana mmetoa masaa 24, mmetoa taarifa baada ya masaa 24 baada ya tukio kufanyika. Huyu akaja akasema nasemaje huyo? Anasema kwamba tuendelee. Okay, Mungu wewe wajua sababu kwa nini tunapitia haya. Huyu akaja akasema kwamba nyie mmekaa kimya ndio mmesababisha hizi taharuki toka tukio limetokea. So ndio hivyo, hizo ni baadhi ya comment za watu hapa kwenye account ya Instagram ya Polisi Tanzania.